Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu kutoka kwa hichi kituo chako pendwa cha Tanzania. Tanzania yetu pendwa, Tanzania News Today. Mimi ni wako Bwana Ezra. Samia, chama chake cha CCM na utawala wake, mambo yameenda murama. Kulingana na taarifa ambazo nimeweza kupokea kutoka Marekani, kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba it is over for Samia, yaani ni mwisho wa Samia. Haya yote ni kuhusiana na mauaji ambayo utawala wa Samia uliweza kutenda mwaka uliopita, mahala ambapo watu zaidi ya 10,000 wanakisiwa kuuawa. Sasa kelele zetu ambazo tulikuwa tunapiga tangia mwaka uliopita zimeanza kuzaa matunda. Naomba unisikilize nikuelezee kila ambacho maseneta wa Marekani wametuma kwake Donald Trump. Sasa kuna mswada mpya umeweza kutolewa na maseneta. Huu mswada ni wa kuweza kufuta uhusiano kati ya Tanzania na Marekani. Wanataka Tanzania iwe mfano kwa mataifa ya Afrika ambayo yatafikiria kwamba wanaweza wakawaua raia na waibe uchaguzi na hatua isichukuliwe. Sasa kilichosababisha mpaka mswada huu kutoka upande wa Seneti ya Marekani umeweza kuletwa ni mauaji na wizi na utekaji uliofanyika mwaka uliopita. Wizi wa kura, mauaji ya raia wa Tanzania, kuumizwa kwa raia wa Tanzania na kutekwa na viongozi wa upinzani kufungwa kwa jela. Sasa mswada huu ambao umeweza kutolewa kutoka kwa maseneta, mfano kama vile Jean Shaheen, naye seneta mwingine mwenye anaitwa BNH, Ted Cruz, wanaeleza kwamba wanataka kitu ambacho kinaitwa sanction. Unajua sanction ni vikwazo. Sanction waweze kupiga marufuku viongozi wa Tanzania pamoja na kufungia mali yao yote, na kisha wafungie, yani wakatae na kupiga marufuku msaada wa walinzi, mfano majeshi ya Marekani kuja Tanzania, majeshi ya Marekani kufanya kazi pamoja na taifa la Tanzania. Sasa wanasema kwamba wanataka sanctions, kupigwa marufuku kwa viongozi hawa wasisafiri Marekani, visa zao zikataliwe, vile vile mali yao yafutwe au yafungiwe, vile vile wakatae msaada wa usalama kutoka Marekani kuelekea Tanzania kutokana na kile ambacho kinaitwa political crisis ambayo inaendelea katika taifa letu la Tanzania. Naomba ninukuu hizo taarifa kutoka upande wa Marekani. Zinasema kwamba
Tanzania has long been an important partner in East Africa, but the country's recent democratic backslide, political violence and repression cannot be ignored, Senator Shaheen said in a statement, adding that her bill makes clear that the United States of America must stand firmly for democratic principles, human rights and the rule of law. Unaona, huyu senator mwenye anaitwa Shaheen anasema kwamba Tanzania tumekuwa mshirika mzuri wa Marekani, lakini kutokana na mapigano, polisi kuwaua wananchi mwaka uliopita, pamoja na wizi wa kura, mahala ambapo serikali iliweza kujilazimisha kusalia madarakani, mahala ambapo serikali iliweza kuwakamata viongozi wa upinzani na kuwaweka kwa jela, mfano akiwa Tundu Lissu, mahala ambapo wananchi waliweza kutekwa, wengine wakapotezwa, hadi sasa hivi hawajulikani waliko. Kwa hivyo huyu senata akasema kwamba mambo kama haya hayawezi yakapuuzwa, it cannot be ignored. Akasema kwamba lazima Marekani iweze kusimama na uchaguzi wa haki na huru, vilevile waweze kusimama na haki za kibinadamu na sheria. Hapa Samia na akina Kikwete hawatapenya. Sasa seneta mwingine mwenye anaitwa Cruz, yeye aliweza kusema kwamba jinsi ambavyo viongozi wa makanisa walikuwa wanateswa kwa utawala, vilevile jinsi ambavyo serikali hii iliweza kupiga kampeni na kuwatesa viongozi wa upinzani, kisha wakaiba kura na wakawateka wananchi na wakawateka viongozi wa makanisa, haiwezi ikapuuzwa, kwa sababu wanasema hivi. For his part, Cruz emphasized the reports of Christian persecution, specifically accusing the Tanzanian government of carrying out a campaign of political repression and religious persecution. He referred to instances of ballot manipulation, abductions of religious worship at the hand of the Tanzanian government. Mnakumbuka kile kisa cha Padri Kitima kuteswa? Ndicho hichi kimezungumziwa hapa. Padri Kitima aliweza kutumiwa majambazi wahuni ambao waliweza kumshambulia, na ni hii serikali ya Samia iliweza kutuma. Tuko na Wajima na yeye alipotea kutokana na vitisho vya serikali. Ndicho hichi maseneta wa Marekani wanasema kwamba mateso kwa viongozi wa makanisa na wizi wa kura, utekaji nyara, haviwezi vyote vikapuuzwa, kwa sababu mambo hayo yalitoka kwa hii serikali ya Samia. Cruz alisema hivi, this bill will help counter that political repression and the persecution of Tanzanian Christians. I'm proud to lead it with Senator Shaheen. Unaona, maseneta wanasema kwamba huu mswada ambao wameleta utafinya Samia, ufinye utawala huu, ndiposa Tanzania iwe kama mfano kwa mataifa ya Afrika ambao wanataka kipindi cha uchaguzi kuwatesa wananchi, kuwaminya viongozi wa makanisa, kuwateka viongozi wa upinzani na vilevile kuwateka wananchi. Mataifa hayo ya Afrika yaache. Yakifanya hivyo yajue kwamba maybe wanaangaliwa na Marekani. Kulingana na Marekani, mnakumbuka mwaka uliopita
walitoa ripoti na kusema kwamba uchaguzi wa Tanzania Samia hakushinda, bali waliweza kujitangaza washindi kwa asilimia 98, bali uchaguzi haukufanyika. Wizi ulianza kupangwa kitambo, ni Marekani ilisema. Specifically, the legislation introduced this week would direct Secretary of State Marco Rubio to submit a full review of the US relationship with Tanzania within 90 days to include assessment of democratic priorities in Tanzania, the totality of US security assistance to Tanzania and the African nations relationship with China. Unaona, hao maseneta sasa wamesema kwamba watatumia wiki hii na watatuma huu mswada kupitia kwa katibu wa Marekani ambaye anaitwa Marco Rubio ili kuwasilisha mswada huu kwake Rais wa Marekani Donald Trump, ili Trump chini ya siku 90 kuchukulia Samia na Tanzania hatua. Wao wanasema kwamba number one, it would also require the Trump administration to identify Tanzanian government, ruling party, security officials responsible for abductions, extrajudicial killings and the suppression of opposition figures. It authorizes the executive branch to impose asset freeze and visa bans on those individuals. Mambo ni magumu hapa. Unasikia hii barua ama huu mswada ambao wametuma kwake Donald Trump, unamhitaji Trump kuangalia viongozi wa Tanzania, tukianzia Samia mpaka chini, achukulie viongozi wa Tanzania kuanzia Samia hatua, achukulie chama cha CCM ruling party, chama cha CCM cha mauaji hatua, achukulie viongozi wa usalama wa taifa, tukianzia jeshi la polisi, tuende JWTZ, wachukuliwe hatua kwa kuwateka na kuwaua wananchi kipindi cha maandamano, na vile kwa kuwatesa viongozi wa upinzani. Unaelewa mtu mwenye nazungumziwa hapa ni Tundu Lissu, mwenye alitekwa na akafungiwa kwa jela mpaka sasa hivi yupo. Mnaelewa viongozi wa upinzani wengi walikamatwa kipindi cha kura wakawekwa ndani. Sasa huu mswada, unajua ninajaribu sana kugeuza kutoka kwa Kiingereza, msije mkaa shangaa mbona nina sita. Sasa huu mswada unasema hivi: wanamuagiza Trump, yeye kama kiongozi mkuu wa Marekani, kufungia mali ya hawa viongozi wa Tanzania. Naomba usikiliza hapo, nikusomee kimombo kwa sababu sitaki mkuje mkasema kwamba ni maneno yangu napika. The bill it authorizes the executive branch inaongozwa na Donald Trump ya Marekani. The bill authorizes the executive branch to impose asset freezes and visa bans on those individuals. Yani wanamaanisha hivi. Unaona, tukianzia kwa Rais Samia, tuende kwa chama cha CCM cha wauaji, tuende kwa viongozi wa jeshi la polisi, tuende kwa viongozi wa JWTZ, tuende hao wachukuliwe hatua
mali yao yafungiwe. Unajua viongozi wengi wako na mazoea kutoka kwa taifa letu la Tanzania, wanaiba mali, wanakimbilia Marekani. They invest there. Yani unakuta kwamba wamefungua biashara zao pale. Unakuta kwamba kama Samia yuko na nyumba pale Marekani, maybe wakati mwingine anaweza akatoa familia yake hapa inaenda kuishi Marekani. Kwa hivyo wamesema hivi, mali yao yote yafungiwe. Tukianzia nyumba, magari kama yako pale. Vile vile watoto wa hawa viongozi ambao wamesema, tukianzia viongozi kama vile jeshi la polisi, JWTZ, Samia, CCM, akina Kikwete, wote wafukuzwe kutoka Marekani warudi Tanzania. Vile vile kwa hawa viongozi na watoto wao, visa, yale makaratasi ambayo yanakuruhusu unatoka Tanzania kuelekea Marekani, yafutwe. Vile vile usaidizi wa usalama kuja Tanzania usimamishwe, kwa sababu wanasema kwa kimombo security assistance and financing from US development institution will be cut off until Tanzania meets a serious benchmarks including releasing political prisoners such as Tundu Lissu and enacting electoral reforms. Unajua wanaeleza hivi, msaada wa maafisa wa jeshi na polisi kutoka Marekani kuja Tanzania usimamishwe katika huu mswada ambao wametumwa kwa Trump. Vile vile wakaeleza kwamba pesa ambazo zinatumwa kutoka Marekani kuja Tanzania zikuje kusaidia, maybe mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaweza akaamua kutuma pesa kuja kwa taifa letu la Tanzania zisaidie namna moja au nyingine kujenga madarasa. Hizo pesa, misaada hiyo isimamishwe mara moja. Vile vile wakasema kwamba watarudisha hiyo misaada Tanzania, watawafungulia hao viongozi wa chama cha CCM wa uaji akina Samia, watawafungulia na watawaruhusu kukanyaga Marekani, kipindi ambapo namba moja watamfungulia Tundu Lissu kutoka kwa jela. Namba mbili, wale wote ambao walisababisha mauaji wachukuliwe hatua. Namba tatu, pale ambapo reformu za uchaguzi zitakapo fanywa na kukamilika. Na nielewa mtazamaji wangu, Samia unajua alijifanya mjanja akajitangaza mshindi, akamweka Lissu kwa jela, akawaua Watanzania, akawazika usiku, akafikiri kwamba upande wa Kunduchi aliwazika usiku, akafikiri kwamba dunia haioni. Hasa ndio haya yanamwandama. Aliyavulia nguo, wacha yaoge. Alivulia nguo, wacha aoge sasa. Aliua na kuzika, aliiba akajitangaza na akajiapisha akiwa chini ya majeshi kwa uwanja ambao wananchi hawakufika. Sasa wacha aoge. Visa zitafutwa, hata kanyaga Marekani. Kimama akita kanyaga Marekani. Pili, mali yao yote yatafutwa, watoto wao watafukuzwa. Ule msaada ambao alikuwa anapokea kutoka Marekani utasimamishwa kwa sababu ya tamaa yake ya madaraka, kwa kuwaua Watanzania, kwa kuwakandamiza viongozi wa makanisa, kuwakandamiza viongozi wa upinzani, kuongoza kiudikteta. Hayo yote ndio yameweza kusababisha haya. Marekani wameyapika. Wameyapika. Na tayari hao maseneta wamepea katibu mkuu wa serikali ya Marekani, Mark Rubio, wanamuita Secretary State of United States of America, Mark Rubio, wamempea hayo mapendekezo yao awasilishe kwa Trump. Na wacha nikukumbushe, upande wa Marekani seneti na maseneta ndio wako na nguvu zaidi.
wao ndio kuamua kile ambacho kitafanyika. Tayari wamekwisha amua. Filipini walianza hivi tu, walianza kuwekewa vikwazo hivi hivi. Tanzania itafuata huo mkondo kwa sababu ya tamaa mbaya ya Samia. Hakikisha kwamba unamjulisha jirani mwenzako yale ambayo yamefanyika, yale ambayo yametendeka kutoka Marekani. Cha msingi wewe piga subscription, like video, bonyeza hicho kengele kinachosema kwamba sasa njoo ukatazame taarifa zetu, na uhakikishe kwamba unasambaza hizi taarifa, share to many groups. Thank you, tupatane kwa kanda ijayo. Asante sana kwa usikilivu wenu.